Habari kuu jioni hii katika matangazo haya ya jioni ya Dira Dunia ni kwamba viongozi wa nchi zinazoinukia ama zenye nguvu kiviwanda duniani G7 wamekubaliana Jumanne kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kumaliza zaidi ya miaka minne ya vita dhidi ya Ukraine, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba Moscow inapaswa kufanya kile alichokiita kufikia makubaliano. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amehudhuria mkutano huo uliofanyika katika mji wa Yvon-le-Bain huko nchini Ufaransa. Trump amekuwa akijaribu kuanzisha mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin, lakini ameonya dalili za kupoteza subra kwa Moscow. Na Steha Mohamed huyu hapa na maelezo zaidi. Mkutano huo umewaleta viongozi wakuu wa dunia ambapo rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky walikutana ana kwa ana, na huku rais Trump akionyesha dalili za kukosa subra na utawala wa Urusi. Hii leo viongozi wengine katika mkutano huo waliamua kuzidisha shinikizo dhidi ya Urusi kupitia vikwazo dhidi ya sekta ya gesi na mafuta. Rais Trump alielezea mkutano wake na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Tulikuwa na mkutano mzuri, nitakutana naye tena baadaye. Tulikuwa na mazungumzo mazuri sana. Urusi inapaswa kufikia makubaliano. Urusi imepoteza watu wengi sana na Ukraine pia. Mwezi uliopita pande hizo mbili zilipoteza wanajeshi 35,000 kwa pamoja. Fikiria hilo. Hiyo ni mwezi mmoja tu. Kwa wastani watu 25,000 wanapoteza maisha kila mwezi. Wengi wao ni wanajeshi, vijana, watu wazuri wenye maisha yao yote mbele yao. Viongozi wa bara Ulaya wamesisitiza kwamba watamkumbusha rais Trump umuhimu wa Urusi wa kukubali kusitisha mapigano dhidi ya Ukraine chini ya pendekezo ya Ukraine. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amesema Uingereza inaandaa mpango wa kuiwekea vikwazo vipya zaidi Urusi, hasa kwa mafuta yake katika harakati ya kuishinikiza kukubali kusitisha mapigano. Tumemaliza kikao kuhusu Ukraine na kwa kweli kulikuwa na umoja mkubwa miongoni mwa viongozi wa G7. Kulikuwa na makubaliano kwamba Ukraine inaendelea kufanya vizuri zaidi kwa sasa na imeanza kurejesha baadhi ya maeneo yake. Pia kulikuwa na mtazamo wa pamoja kwamba vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Urusi vinaendelea kuwa na athari kubwa kwa uchumi na uwezo wake. Viongozi walisisitiza kuwa huu ndio wakati mwafaka kwa nchi za G7 kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi. Na kama mlivyoona asubuhi ya leo, tumeweka duru nyingine ya vikwazo vipya dhidi ya Urusi ili kuongeza shinikizo hilo. Rais Putin alikataa mwaliko wa mkutano wa kikao hicho cha G7 kwa mujibu wa Rais Trump, ambaye amedai kwamba badala yake Rais Putin alitaka kutana na Rais Trump nchini Marekani. Wakati huo Canada imesema kuwa inatangaza vikwazo vipya dhidi ya taasisi 160 zinazohusishwa na kile kinachoitwa Shadow Fleet, ambayo Urusi hutumia kukwepa vikwazo vya nchi za magharibi dhidi ya mafuta, gesi na bidhaa nyingine kutoka Urusi. Ukraine inaonekana kuendelea kushikilia msimamo wake katika uwanja wa vita, lakini miji yake bado inalengwa na mashambulizi mabaya ya Urusi katika mzozo ambao sasa umedumu kwa muda mrefu zaidi kuliko vita vya kwanza vya dunia. Aidha, Iran bado ni moja ya ajenda kuu katika mkutano huo wa kilele, huku washirika wa Marekani wakitaka kujua zaidi kuhusu makubaliano yake na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanayolenga kumaliza vita vya Mashariki ya Kati. Na Steha Mohamed, Dira Dunia, BBC. Na mkengineko ni Uingereza imeweka vikwazo zaidi dhidi ya biashara za Urusi pamoja na meli za usafirishaji za Urusi zinazotuhumiwa kusafirisha mafuta na gesi ya nchi hiyo kinyume cha sheria. Benki na kampuni za bima ni miongoni mwa taasisi zilizolengwa na vikwazo hivyo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer anasema kuwa taasisi hizo zinachangia kuendeleza uchumi wa vita vya Urusi na hivyo kuhatarisha usalama wa Ulaya. Hata hatua hizo zinajiri siku chache tu baada ya wanajeshi maalum wa Uingereza ni Commandos kupanda na kuiteka meli ya kubeba mafuta katika mkondo wa bahari wa Uingereza. Elizabeth Kazibure anaarifu zaidi. Nahodha wa meli ya kusafirishia mafuta inayohusishwa na kile kinachoitwa kivuli cha usafirishaji wa mafuta cha Urusi, aliyekamatwa na vikosi maalum vya jeshi la wanamaji la Uingereza katika mkondo wa bahari wa Uingereza siku ya Jumapili, amefunguliwa mashtaka kwa kukiuka vikwazo vya kimataifa kwa mujibu wa wakala wa kitaifa wa uhalifu wa Uingereza NCA. Miongoni mwa waliolengwa na hatua hizo ni benki na kampuni za bima. Nahodha wa meli hiyo AJ Pant, raia wa India mwenye umri wa miaka 38,
anatarajiwa kufikishwa katika mahakama ya Southampton leo Jumanne. Wafanyakazi wengine 24 bado wapo ndani ya meli hiyo MV Smartos ambayo inaendelea kushikiliwa katika eneo la bahari karibu na pwani ya Weymouth. NCA imesema nahodha huyo anashtakiwa kwa kukiuka kanuni ya 46Z9B ya sheria za vikwazo dhidi ya Urusi za mwaka 2019 kwa madai ya kusambaza au kusafirisha moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja mafuta au bidhaa za mafuta zilizopigwa marufuku kutoka Urusi kwenda katika nchi ya tatu kwa kutumia meli. Operesheni hiyo ya saa 6 iliyofanyika siku ya Jumapili iliyohusisha makomando wa jeshi la wanamaji la Uingereza walioshuka kwa kamba kutoka katika helikopta na kutua juu ya meli hiyo huku ikiungwa mkono na jeshi la anga la Uingereza RAF. Operesheni hiyo imeelezwa kuwa ya kwanza ya aina yake kufanywa na vikosi vya ulinzi vya Uingereza. Kufuatia sakata hilo, Sir Peter Westmacott, mwanadiplomasia wa Uingereza aliyewahi kuwa balozi wa Uingereza nchini Marekani, Ufaransa na Uturuki, ana haya ya kusema. Kwa mtazamo wangu, hii ni fursa muhimu kwa Uingereza kuonyesha uongozi zaidi na kuimarisha sifa yake ya kisiasa. Kwa miaka kadhaa sasa, Uingereza imeonekana kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika kuisaidia Ukraine kukabiliana na Urusi, si tu barani Ulaya bali pia katika jukwaa la kimataifa. Hivyo basi, huu ni wakati wa kujenga juu ya mafanikio hayo na kuendeleza mchango wake. Mapema jana Jumatatu, waziri wa uchukuzi wa Uingereza Heidi Alexander ametoa amri rasmi ya kuizuia meli ya MV Smartos kuondoka nchini humo. Urusi hutumia mamia ya meli za kubeba mafuta zinazojulikana kama kikosi kivuli cha meli ambazo zimewekewa vikwazo na Uingereza pamoja na mataifa mengine ya magharibi kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Zaidi ya meli 500 za aina hiyo tayari zimewekewa vikwazo na Uingereza. Mwezi Machi, Waziri Mkuu Sir Keir Starmer ametangaza kuwa vikosi vya jeshi la Uingereza sasa vina mamlaka ya kukagua na kupanda kwenye meli zilizowekewa vikwazo zinazopita katika maji ya nchi hiyo. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema taasisi na kampuni hizo zinaendelea kuimarisha uchumi wa vita wa Urusi, jambo ambalo kwa mujibu wake linachangia kuhatarisha usalama wa Ulaya. Kulikuwa na umoja wa ukweli miongoni mwa viongozi waliohudhuria mkutano wa G7 kuhusu hali ya Ukraine. Kulikuwa na makubaliano kwamba Ukraine itaendelea kufanya vizuri zaidi kwa sasa na imefanikiwa kurejesha baadhi ya maeneo yake. Vile vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Urusi vinaendelea kuathiri uchumi na shughuli zake kwa viwango vikubwa. Aidha, kulijitokeza hisia za pamoja kwamba huu ni wakati mwafaka wa nchi wanachama wa G7 kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi. Akizungumza bungeni, waziri wa ulinzi Dan Jarvis amesema operesheni hiyo imetuma ujumbe wazi kwa Urusi kwamba Uingereza na washirika wake wana uwezo na wako tayari kuchukua hatua dhidi ya mashine ya vita ya Urusi. Jarvis amesema mafuta yanayouzwa kupitia njia zilizowekewa vikwazo yanaendelea kufadhili vita vya Rais Vladimir Putin nchini Ukraine. Ameongeza kusema kuwa kila pipa la mafuta linalouzwa huchangia kugharamia makombora na ndege zisizo na rubani zinazotumika kuwaua raia wa Ukraine, kuharibu miundombinu yao na kudhoofisha ari yao. Aidha, Jarvis aliliambia bunge kwamba Uingereza haitafuti kuongeza mvutano wa kijeshi, lakini itachukua hatua zote zinazohitajika kuhakikisha vikwazo vilivyowekwa na nchi hiyo vinafuatwa. Pia amebainisha kuwa wafanyakazi wa meli hiyo waliokamatwa ambao ni raia wa Georgia na India wanashirikiana na shirika la kitaifa la uhalifu la Uingereza NCA katika uchunguzi unaoendelea. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia. Matangazo ya jioni ya Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu Nairobi ni Sarafina Robi.